kwamba yanaweza kukuzuia wewe kutembea katika njia ya utakatifu siku ya Bwana itakapofunduka. Bwana Yesu asifiwe. Pengine mawazo yako yamekuwa machafu. Pengine umekuwa mama ambaye uko na wivu. Pengine umekuwa mwanaume ambaye uko na wivu kila wakati. Wivu ambaye unaweza kuharibu. Wapendwa, njia hiyo hautatembea juu yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaniambia kwamba mambo kama hayo ambayo yametaja yanapatikana katika kitabu cha Wagalatia 5:19. Nasema ya kwamba kama kuna moja yao ambayo uko ndani, nakwambia asubuhi ya leo ya kwamba toka ndani ya mambo hayo. Kama wewe unatembea katika uchuki, wapendwa, nakwambia asubuhi ya leo ya kwamba toka ndani ya chuki hiyo. Kama unatembea katika wivu, nakwambia asubuhi ya leo ya kwamba toka ndani ya wivu hiyo. Uone utukufu wa Bwana, utembee katika njia ya utukufu wa Bwana, na Roho wa Bwana ndiye kiongozi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nasema ya kwamba watu wanaoongozwa na Roho Mtakatifu wana upendo katikati yao, wana amani katikati yao. Watu hawa ni wavumilivu, watu hawa ni wema, watu hawa ni wafadhili, watu hawa ni waaminifu ndani ya maisha yao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakana tutembee katika tunda la Roho. Maana tunda la Roho lina upendo, tunda la Roho lina uvumilivu. Tunda la Roho hakika linafanya kazi ndani ya muumini aliyemtambua Yesu Kristo ndani ya maisha yake. Siku hiyo itakapofika, atembee katika njia ya utakatifu. Na njia ya utakatifu, wapendwa, ni watu wale ambao wanatubu kila wakati na kuomba. Haleluya. Unatakana utubu kila wakati na kuomba. Maana tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa mambo mengi. Unaweza kuwa wewe ni mzuri ndio. Unaweza kuingia kanisani vizuri. Unaweza imba vizuri jinsi tumeimba. Unaweza hubiri vizuri jinsi ninahubiri. Lakini kuna jambo moja ambalo linaweza kunisulia ili nisikapite katika njia hiyo ambayo ni utakatifu. Njia ya watakatifu, wapendwa. Njia hiyo imetayarishwa. Njia hiyo imetengwa. Njia hiyo imewekwa tayari kwa wale ambao wamekombolewa, wale ambao Yesu Kristo amechagua, watakaotembea katika njia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaniambia kwamba hakuna mnyama mkali atakayepita katika njia hiyo. Simba hataonekana katika njia hiyo. Watu ambao hawamjui Mwenyezi Mungu hawatatembea katika njia hiyo. Bali